A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wapendwa wana mizani popote mlipo. Taarifa tulionayo hii leo kwanza ni ile ya kufungiwa rasmi kanisa la Ufufuo na Uzima linaloendeshwa na Askofu Josephat Gwajima, ambaye amekuwa na mvutano hivi karibuni baina yake yeye na Chama cha Mapinduzi, ambapo yeye ni mmoja kati ya wanachama wake akiwa na nafasi ya ubunge kwa tiketi ya CCM, lakini vile vile ni mjumbe wa halmashauri kuu ya chama hicho. Na tofauti imetokezea baada ya Gwajima kuita waandishi wa habari wiki iliyopita na kutoa matamko makali yaliyoashiria kwamba hali ya usalama katika nchi imekuwa tete, na akishangazwa na kuendelea matendo ya utekaji nyara, mauaji na utesaji bila serikali kuchukua hatua madhubuti kukomesha hali hiyo. Vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi hii leo Jumanne Juni 3, 2025 vimetangaza kwa uzito mkubwa sana habari za kufungiwa kanisa linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima wa Dar es Salaam. Taarifa zilizosambazwa na DW ya Ujerumani inasema kuwa jeshi la polisi nchini limezingira kanisa la Ufufuo na Uzima linalomilikiwa na kiongozi wa dini ambaye pia ni mbunge wa Kawe. Hatua hiyo ilikuja saa chache baada ya kusambaa mtandaoni barua kutoka moja ya idara za Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi ya Tanzania ikiarifu Gwajima kuhusu uamuzi wa serikali wa kulifunga kanisa lake. Taarifa za askari polisi kulizingira eneo la kanisa la Ufufuo na Uzima lililopo nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam huko Ubungo, kilomita ya 12 kutoka katikati mwa jiji la Dar es Salaam, zilisambazwa mtandaoni na Gwajima mwenyewe kupitia kipande cha picha ya video akiwa amezungukwa na watu waliowaita kuwa ni maaskofu wa kanisa hilo waliovalia makoti na mashati ya rangi za zambarau. Baadaye zilisambaa picha zilizowaonyesha watu wakirusha mawe na sauti za kuwahimiza waumini kwenda kanisani, huku kukiwa na milio ambayo haikufahamika iwapo ilikuwa ni ya gesi ya kutoza machozi au risasi za moto. Barua ya msajili wa jumuiya za kiraia iliyosambaa, ambayo Gwajima anasema alikuwa bado hajaipokea wakati huo, ilielezea kufuta usajili wa kanisa la Glory of Christ Church maarufu Ufufuo na Uzima, hivyo kutakiwa kusitisha shughuli zote mara moja kwa makosa ya kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na kuichonganisha serikali na wananchi. Mapema mwezi Mei tarehe 25, Gwajima alielezea kukerwa kwake na matendo ya utekaji wa watu na mauaji, vitendo ambavyo alisema vinatishia amani na utulivu wa nchi, na akaitaka serikali kuwasaka watu wanaotenda vitendo viovu kama hivyo. Sakata la kufungwa kwa kanisa la Gwajima limechukua sura mpya hii leo siku ya Jumanne Juni 3 baada ya vyombo vya usalama kulizingira kanisa hilo. Vyombo vya ulinzi wa usalama vilizingira kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Gwajima. Kanisa hilo limezingirwa ikiwa ni siku moja baada ya msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa kulifungia kanisa hilo kwa madai ya kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa kwa nia ya kuichonganisha serikali na wananchi. Hata hivyo, wakati usahihi wa barua hiyo ulipokuwa ukiendelea kutafutwa, polisi walikwenda kulizingira kanisa hilo. Askofu Gwajima alirekodi tena video fupi na kuisambaza kwenye mitandao ya kijamii ikieleza hali ilivyokuwa katika kanisa hilo usiku wa kuamkia Jumanne Juni 3, 2025. Ni saa 5:15 usiku, na hawa maaskofu na waona wamekuja hapa usiku huu baada ya kusikia taharuki kwamba tunaona hapa polisi wamekuja kuzunguka kanisa la Ufufuo na Uzima hapa Ubungo, alisema Askofu Gwajima katika video fupi aliyoisambaza. Ingawa hadi jana siku ya Jumatatu Juni 2 Gwajima hakuthibitisha kupokea barua hiyo, lakini alisema wasaidizi wake walikuwa wamepokea barua ambayo alidai kutoyasoma maudhui yaliyokuwa ndani ya barua hiyo. Wakati hayo yakijiri, kamishna wa kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro amethibitisha kwamba polisi imelizingira kanisa hilo kwa madai ya kutekeleza sheria.
Mtu ambaye amepewa mamlaka ya kisheria ya kusajili hizi taasisi za kidini, hicho kikiwa moja ya taasisi za kidini, alisisitiza shughuli za taasisi za kidini inazofanya, aliongeza kusema Muliro. Hayo yanajiri baada ya Askofu Gwajima ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kawe Dar es Salaam kupitia tiketi ya chama tawala CCM kutoa kauli nyakati tofauti akishutumu serikali kwa matukio ya upotevu wa watu. Katika ibada ya siku ya Jumapili Juni mosi iliyofanyika kwenye kanisa lake, Askofu Gwajima alisema yeye ni mwana CCM na CCM haikubali vitendo vya utekaji na mauaji ambayo yanaambatana na utesaji. Wakati hayo yakiendelea, mjadala mzito ulikuwa ukiendelea bungeni kufuatia kauli ya Gwajima. Wakati hayo yakijiri, waziri wa mambo ya ndani Innocent Bashungwa aliambia bunge asubuhi ya siku ya Jumanne Juni 3, 2025 mjini Dodoma kwamba serikali itazihakiki taasisi za dini ambazo alidai zinafanya kazi kinyume na taratibu, lakini ukifuatilia hajasajiliwa. Ukimgusa anasema serikali inavamia viongozi wa dini, kwa hiyo tunakwenda kufanya uchunguzi vizuri, alisema waziri Bashungwa. Mapema Mei 25, 2025, mbunge wa jimbo la Kawe ambaye ni Askofu Gwajima alilaani kwa nguvu zote vitendo vya utekaji vinavyoripotiwa kuendelea nchini Tanzania, akisema vinaathiri kwa kiasi kikubwa taswira ya kitaifa, kimataifa na kuvuruga mahusiano ya kidiplomasia. Akizungumza na waandishi habari jijini Dar es Salaam, Gwajima alisema kuwa amefanya utafiti wa kibinafsi na kubaini kuwa takriban watu 83 walitekwa katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni. Ninatoka Kawe ambako tukio la aina hii lilimkumba Ali Kibao. Alishushwa kutoka kwenye gari hadharani na baadaye mwili wake ulikutwa ukiwa amefariki. Kama ni baba yako au mtoto wako aliyepitia hali kama hiyo, utajisikiaje? Alisema Gwajima katika mkutano wake na waandishi habari. Gwajima alitaja tukio la hivi karibuni la kada wa Chadema aitwaye Mdude ambaye anadaiwa kuchukuliwa nyumbani kwake na watu waliovunja mlango mbele ya familia yake na hadi sasa hajulikani alipo. Inawezekanaje unanyamaza sasa, kumbe wewe ndiye unaifuatiwa? Akimaanisha kwamba kama wewe unakaa kimya juu ya matukio ya ukatili kama hayo, inawezekana ikawa baada ya huyo aliyepotea anayefuatia ukawa ni wewe unainyamazia kimya mambo kama hayo. Gwajima ana historia ya matukio ya kauli zenye utata, lakini mara hii Gwajima amejitokeza kama mkosoaji wa matukio ya utekaji watu na kupotea ambayo yamekuwepo hapa nchini kwa kipindi cha muda sasa, hata baadhi ya watu wanaotekwa kuuawa. Ukosoaji huo sasa unaonekana kumuingiza kwenye patashika na viongozi wakuu wa chama chake tawala. Lakini kwanza tuanze na safari yake ya kuingia CCM. Askofu Gwajima hakuwa mwanasiasa mwenye umaarufu katika siasa za Chama cha Mapinduzi kabla ya mwaka 2020. Uchaguzi wa mwaka huo ndio uliomuingiza rasmi katika maisha ya kisiasa na kuwa mbunge hadi leo. Wakati huo pia aliungwa mkono na kiongozi mkuu wa nchi wakati huo, Rais John Pombe Magufuli, wakati wa mbio za kuwania ubunge, baada ya kuambia wapiga kura, nileteeni Gwajima tena zaidi ya mara 2. Katika wiki za hivi karibuni, jina la Gwajima limevutia vichwa vya habari kwa kuhoji matukio ya utekaji na watu kupotea na kueleza kuwa vitendo hivyo vinaharibu taswira ya taifa na vinawaumiza wananchi. Kama baba yako angetiwa kwenye gari na kesho yake akapatikana amekufa, ungefanyaje? Alihoji kwa msisitizo. Kauli yake Jumapili ya Mei 25 mbele ya waandishi wa habari ilisambaa haraka mithili ya moto wa nyika majira ya kiangazi, huku akisema atajibu watakaozungumzia kauli yake kulingana na uzito wao. Kauli ya Gwajima kuhusu utekaji haikupokewa vema na chama chake. Kuna wabunge wenzake walimkosoa, akiwemo mbunge wa Kinondoni Abbas Tarimba. CCM alisema Mungu akulaani huko uliko. Haikuishia hapo. Pia mwenyekiti wake wa CCM ambaye pia ana kofia ya urais wa Tanzania, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, wakati akifunga mkutano mkuu maalum wa CCM Dodoma Mei 30, 2025, alisema niwaombe au sijue niagize vikao vinavyokwenda kuchuja watu. Anayefaa aambiwe anafaa na asiyefaa aambiwe kasoro 1, 2, 3. Hatufai kwa huko mbele tunapokwenda. Rais Samia aliendelea kusema kuwa
Tukitoa mwanya, ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tu na mie niwemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa Gwajimanized. Kwa hiyo kwa vyovyote vile tusigwajimanize chama chetu, magwajima tuyaache nje. Juni 2, 2025, vyombo vya habari nchini hususan kupitia kurasa za mitandaoni viliripoti kuwa msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa amefuta usajili wa Glory of Christ Tanzania Church maarufu kama Kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima. Katika barua yake kwa Askofu Gwajima, Kihampa amesema uamuzi huo umefikiwa baada ya Askofu Gwajima kuonekana akitoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa kupitia mimbari ya kanisa hilo, akielezwa kuwa na nia ya kuichonganisha serikali na wananchi. Lakini saa chache baadaye Gwajima alitoka hadharani na kukanusha taarifa za kanisa lake kufungwa. Kwenye mitandao watu wanapitisha karatasi kwamba Kanisa la Ufufuo na Uzima limefungwa. Hakuna wa kulifunga kanisa la Mungu duniani. Si kweli, ni uongo, ni wahuni, alisikika Gwajima akisema. Usiku wa kuamkia Jumanne ya Juni 3, 2025, askofu huyo kupitia video iliyochapishwa katika mitandao ya kijamii akiwa na viongozi wengine wa dini ya Kikristo alisema kuwa polisi wamezingira kanisa lake, na taarifa za vyombo vya habari vya ndani vimethibitisha uwepo wa polisi katika kanisa hilo baada ya barua juu ya kufungwa kwa kanisa hilo. Utata wote huu uliogubika maisha ya Gwajima haujawahi kuwa chanzo cha kupoteza umaarufu au kushuka kisiasa, lakini sasa inaonekana meza ambayo ameamua kuitingisha Gwajima huenda ikamdondosha kisiasa, hasa ukizingatia kauli ya Rais Samia ambaye iliashiria kumlenga Gwajima moja kwa moja. Huku uchaguzi wa Oktoba 2025 ukikaribia, Gwajima ataamua ikiwa anataka kufumba mdomo kama wenzake wa CCM ili pengine abaki kwenye siasa za chama hicho, au ataendelea kuzungumza na kukemea utekaji wa watu na mauaji na kutoweka, huku akijua hilo linaweza kuyatamatisha maisha yake ya kisiasa ndani ya CCM. Hili ndio tukio kubwa sana kupata kutokea hapa nchini katika matukio mengi yanayoambatana na vyanzo vya kisiasa. Katiba ya nchi ya Tanzania inatoa uhuru mkubwa sana wa vyombo vya habari, na hivi karibuni kuanzia mwezi wa Aprili kulikuwa na shughuli nyingi za viongozi wa dini wa Kiislamu na wa Kikristo ambao walitumia majukwaa ya kidini kufanya kampeni za kisiasa. Hali hii imekuwa ni utata kwa sababu haijapata kutokea katika vipindi vyote vya uchaguzi toka mwaka 1995 pale ambapo ushindani wa vyama vingi vya kisiasa ulipoanza kufanya kazi rasmi. Askofu Gwajima hivi karibuni alilaani na akatoa ufafanuzi mrefu sana kuhusu swala la watu kukamatwa, kutekwa, kupotezwa na hali ya mambo ya namna kama hayo bila kupatikana kwa ufumbuzi wake. Kuhusu huyo aliyemtaja kuwa mdude, inayosemwa kuwa polisi walikwenda nyumbani kwake usiku, wakabisha hodi, na walipokataliwa kufunguliwa waliuvunja mlango wa nyumba yake na wakaanza kumpiga na kumjeruhi vibaya na kisha kuondoka naye. Hadi hivi sasa hajulikani alipo. Kama ni polisi au si polisi ni jambo ambalo litajulikana endapo serikali itataka kufanya uchunguzi wa kulijua jambo hilo. Hakuna sababu ya kutoa ufafanuzi mwingi kuhusu mada hii, lakini la muhimu ni kwamba vitendo vya utekaji, vitendo vya mauaji vimekuwa vikilalamikiwa sana na wananchi wengi katika nchi yetu. Vitendo vya watu kujaribu kulipua majumba ya watu, ikiwemo ndani yake nyumba yangu mwenyewe, ambapo watu wasiojulikana walivamia usiku wa manane huku wakiwa na magari ambayo watu wa kawaida na vibaka hawawezi kuyapata. Ni vitendo ambavyo vimekuwa vikifanyika kwa muda sasa na hatuwezi kusema kuwa vimeanza hii leo. Vitendo vya kubambika watu kesi vimekuwa vikifanyika kwa muda mrefu sana, ukizingatia kuwa mwaka 1993 viongozi wakuu kabisa na maarufu wa kidini hapa jijini Dar es Salaam waliwahi kukamatwa na kuwekwa korokoroni kwa kubambikwa kesi za uongo zilizotungwa na waendesha mashtaka wa serikali. Miongoni mwa viongozi hao wa kidini alikuwemo Sheikh Qasim bin Juma bin Khamis, Sheikh Yahya bin Hussein,
na mimi nikiwa ni mmoja kati ya wanafunzi wao. Kuna mashehe wengine wapatao 60 walikamatwa na kubambikwa kesi ya kuwa walikwenda kuvunja mabucha ya nyama za nguruwe, wakaiba mapanga na mizani ya kupimia nyama za nguruwe, mashtaka ambayo yanaonekana kuwa yalilenga kuwadhalilisha Waislamu. Vitendo kama hivi ni vitendo ambavyo vinahatarisha amani na vinajenga chuki baina ya watu, na huenda kwa sababu hiyo Gwajima alikuwa ametoa mawazo kwamba haamini kuwa CCM ina sera ya namna hiyo. Akawataja wakuu wa vyombo vya usalama, akavitaja vyombo vya ulinzi na usalama vya nchi kuwa havina sera ya namna hiyo, na akisema kuwa haamini kuwa ni serikali inafanya vitendo hivyo au inasimamia vitendo kama hivyo kama serikali. Kwa hivyo akataka serikali ifanye kila inaloweza kukomesha matendo kama haya na kufuata sheria kama zilivyo. Tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu ajalie amani na usalama katika nchi yetu uwepo, kwa sababu matendo yanayofanyika ni mabaya. Matendo haya yanawatisha watu, wanakuwa katika hali ya hofu, na huwezi kusema bila kuwa ni mnafiki kwamba tuna salama. Huwezekani tuite kwa hali hii ni usalama, tusiivunje. Kwa hiyo ina maana kwamba kama tunasema sisi tuko salama katika kipindi ambacho watu wanaweza wakauliwa, watu wanaweza wakatolewa ndani ya magari, wakatolewa macho, wakafa, wakauliwa. Kwa hiyo mimi nadhani tumuombe Mwenyezi Mungu na awape uvumilivu viongozi wetu, na awape vile vile ustahimilivu wa kuyasikia yale ambayo yanawakera na ambayo ndio yanawakera wananchi wao, na watafute utaratibu uliokuwa mzuri wa kuweza kuhakikisha kwamba wananchi tunaishi kwa amani na kwa salama bila kuwa na hofu, na vile vile kuomba kwa Mwenyezi Mungu uchaguzi unaokuja. Umeanza kampeni mapema sana kuliko mwaka mwingine wowote ule, na kampeni hizi ziende kwa salama na tufikie katika hatua ya uchaguzi na tuvuke kwa salama, tuendelee na shughuli zetu nyingine, kwa sababu sasa watu wengi wameingia kwenye kampeni na hali ya kurushiana maneno mabaya ya ovyo imeanza, hali ambayo imekuja kwa kasi kubwa sana ambayo watu wengi tunaihofia. Tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie salama katika nchi yetu. Ni ilafi Quraish ilafihim rihlat ash-shita'i wa sayf falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Tunganganie kipande hicho cha aya ya mwisho, na baada ya hapo tumuombe Mwenyezi Mungu ajalie amani, awape wa viongozi wetu busara za kutatua matatizo yaliyopo na yatakayokuja, na waweze kuwa na hekima na ujasiri wa kuamua maamuzi yaliyokuwa magumu kwa nia ya kulinda amani na usalama wa nchi yetu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.